اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من أصحاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Tuko bado katika suratul Humaza, sura nambari 104 kwa utaratibu wa mashaf, ambayo tulishasoma aya zake 2 za kwanza, na leo inshallah tutaendelea kuanzia aya ya 3 na zinazofuata baada yake. Wailul likulli humazatin lumazatin, adhabu kali ipo kwa ajili ya watu ambao wanawasengenya wengine na kuwasema au kuwavunjia heshima kwa kutumia viungo vyao vya mwili. Alladhi, kila mtu ambaye jamaa malan wa addadahu, tabia yake duniani ni kukusanya mali na akadhibiti idadi yake, akajifakharisha kwa mali hiyo bila ya kuitumia kwenye njia za kheri. Aya ya leo ya 3 tunayoondokea inasema kumsifu mtu huyo huyo mwenye tabia mbaya ya kukusanya mali na akajifakharishia tu kwamba ana mali kiasi gani. Yahsabuhu, anadhania, anna malahu akhladahu, kwamba ile mali yake anayopenda kuona inaongezeka tu kila siku, na akajisifia mbele ya watu wengine kwa kuwa anamiliki kingi. Akili yake humtuma aone kama ile mali yake itamfanya aishi milele hapa duniani, hujipangia mipango ya muda mrefu mbele ujao, na ana uhakika kwamba yote aliyoyapanga yatafanikiwa tu kwa sababu ana pesa. Kwa hiyo akili yake huwa haiwazi mambo mengine, wala haizingatii katika huo upataji na ukusanyaji na udhibiti au umiliki wa mali, kama ni kwa njia ya haramu au njia ya halali. Yeye hesabu yake kubwa ni kupata, na akipata basi huwa kafarijika sana kwa kujisikia kwamba maisha yake yatakuwa marefu na mambo yake yatakuwa ni yenye kunyooka tu siku zote. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika maneno mengine yasiyokuwa Qur'ani, waman lam yubali min ayi babin yaakulu amin halalin au harami, mtu ambaye anakuwa si muangalifu, hajali kuchunguza yeye kutokana na mlango gani anapata riziki yake, ni mlango wa halali au wa haramu, njia anazotumia kujikusanyia hayo mapato zimeruhusiwa au zimekataliwa, zinaridhisha au zinakasirisha kwa Mwenyezi Mungu. Mtu ambaye anakuwa hajali kuangalia uhalali wa alichokimiliki, uhalali wa anachokitumia, Allah naye kwa upande wake anasema falam yubali llahu, hatobali naye Allah vile vile, min ayi abwabin nari adkhalahu yawm alqiyama, kwa mlango upi katika milango ya motoni amuingizie huyu mtu siku ya kiyama. Mtu ambaye alikuwa anachuma hivyo hivyo tu na anatumia anavyopenda tu mwenyewe, hakubali kufuata maelekezo yaliyo kwenye kitabu cha mwongozo cha muumbaji, basi na muumbaji naye siku ya hukumu hatobali ni katika sehemu ya adhabu ipi amuingizie. Maana moto una sehemu maalum na kila sehemu ni kwa watu maalum. Laha 7 abwabin, moto ni mpana mkubwa, na kuna milango 7 ya kuingiziwa watu humo motoni. Laha, pana kwa ajili ya huo moto, 7 abwabin, milango 7 ya kuingilia motoni. Likulli babin minhum juz'un maqsum, kila mlango katika milango ya motoni, katika hawa binadamu waliopaswa kuingia humo, wanakuwa wana mlango wao maalum kwa sifa yao walioondokea duniani au kwa uzito wa kosa lao lililowapelekesha motoni.
Sasa mtu kama huyu ambaye kula yake tu ilikuwa mbovu, hazingatii halali wala haramu, anakuwa ni mtu anayefiti kuingia mlango wowote, mahala popote yeye inakuwa ni sawa sawa kwake. Kwa hiyo huyu ni mtu mmoja mwenye tabia mbaya sana duniani. Hana desturi ya kuchunga heshima ya wenzie, halafu kazi yake ni kukusanya tu mali, akajifaharisha kwa wingi wa mali alionayo bila ya kuangalia kapataje na anatumiaje. Na tatu, huwa na matumaini mabaya, anadhani kwamba yeye ni katika watu watakaokuwa na maisha ya milele hapa duniani. Kwa hiyo anakuwa ni yule mtu ambaye kwa lugha nyingine huitwa one-eyed man, mtu mwenye jicho moja. Anayo mawili kimaumbile, lakini mtu mwenye jicho moja ni yule ambaye anajua wanadamu hapa ni mapito na kuna mahala pengine pa kudumu. Lakini jicho lake, hayo macho yake mawili, ana mtazamo wa kuangalia hapa tu ugenini alipofikia. Kwa hiyo yeye tangu anapata akili yake anadili na kuimarisha maisha yake ya duniani mpaka siku yake ya kuondoka duniani. Yeye yupo kujenga dunia tu, hayo mambo mengine yajayo yote kayatoa maanani. Sasa huyu ni mtu mmoja ambaye kapunguka sana, tabia yake, umbile lake, akili yake haifanyi kazi ipasavyo. Kila analolipanga au analoliwaza linakuwa halina maslahi katika mustakbali wa maisha yake yajayo. Yahsabu anna ma lahu akhladahu, huwa anadhania mwenyewe kwa sababu anajilimbikizia mali sana, mwerevu wa kuchuma na kuhifadhi mali, basi hujipa matumaini kwamba ile mali yake ina nafasi muhimu sana katika maisha yake ya kumrefushia umuri na akaishi milele. Lakini ni dhana mbaya, dhana potofu, si dhana ya kweli. Hamna ukweli wowote juu ya mtu kukaa milele kwenye dunia hii. Hakuna aliyepangiwa kuishi milele. Yahsabu anna ma lahu akhladahu, ay yadhunnu hadha aljahilu, anakuwa anayo dhana mtu jahili kama huyu. Yadhunnu hadha aljahilu, anadhania mtu jahili kama huyu, lifarati ghaflatihi, kwa sababu ya kupindukia mipaka katika kughafilika kwake. Huyu kaghafilika mpaka kapindukia kiwango cha kughafilika. Huwa anajenga dhana kwamba anna malahu, kwamba ile mali yake aliyoipa umuhimu wa kwanza hapa duniani, kwamba yeye yupo kwa ajili ya kutafuta mali tu. Huwa anadhania mwenyewe anna malahu, hakika ya ile mali yake, sayaturukuhu mukhladan fi dunya la yamutu, mali akiwa nayo itamwezesha yeye kubaki aishi hapa duniani bila ya kufa. Akilini mwake huwa anadhana kama hiyo. Huona watu wanaoumwa sana, wanakufa ovyo, wote kwa sababu ya umaskini wao tu na ujinga wa kushindwa maarifa ya kutafuta pesa. Wewe utakuwaje na pesa alafu uumwe ovyo? Kwa hiyo yeye kwa sababu ana pesa huwa anajipa matumaini ya kuwa ni mtu mwenye kuishi maisha marefu, hatokufa. Lakini hakuna ambaye kakadiriwa aishi milele. Kala, hivyo sivyo, si mawazo mazuri wala si mwenendo mwema mtu kwenda kutengeneza dunia yake tu. Kwa hiyo watu wenye akili waachane kabisa na mwenendo kama huu. La yumbadhanna fil hutama, kama dhana yake imempelekea kujisikia kuwa ataishi milele hatoishi, atakufa, na kufa yake itakuwa na matokeo mabaya, kwamba atatiwa motoni, huko ndiko atakakokaa milele. Kalla liyartada anil ghaflati, huyu mtu anatakiwa azindukane, aachane na mughafiliko huu alionao. Liyartada hadha dhanni, aachane mtu na dhana mbaya kama hii ya kwamba yeye hawajibiki kufanya mambo ya akhera, hawajibiki kupima yale anayoyafanya kwamba ayafanye kwa misingi ya halali na awache na haramu, hawajibiki kwamba kufanya mambo yake kama anavyotaka Mungu. Asiwe mtu na dhana kama hii, aachane kabisa na dhana hii. Fawallahi panaapwa, Mwenyezi Mungu anaapa. Maana la yumbadhanna, ilamu ni lamu al-qasam litaakidi al-kalam,
lamu ya kuwapia kwa ajili ya kuweka uzito wa maneno yanayozungumzwa. Kwa hiyo fa wallahi naapa la yutrihanna fi nari, mtu mwenye mawazo kama haya ya kuchuma duniani tu, kuimarisha dunia yake tu, la yutrahanna fi nari, wallahi atatupwa katika moto, allati tahtumu kulla ma yulqa fiha, moto ambao hautakuwa na tabia ya kushindwa kumpokea, utampokea na kumkumbatia kila atakayetumbukizwa humo. Watu wote watakaoingia humo yatawapata yale yaliyokadiriwa, si kwa sababu mtu afikirie kwa sababu ni wengi wakoseaji basi kifo cha wengi harusi. Hakuna harusi yoyote itakayopatikana kwa wingi wa watu watakaoingia motoni. Moto utawajibika sawa sawa kwa kuwapa adhabu wale ambao wametiwa humo kwa ajili ya kuadhibiwa. Utawakusanya watu wote, na halafu kukusanya watu humo motoni, maana watapambana na yote yale walioahidiwa. Wama adraka mal hutama, na kitu gani kitakujulisha ujue hii hutama ni kitu gani? Ni nini hutama? Tafkhimun litahwil. Tafkhimun ni lugha ya kuuliza kama hii ni kwa ajili ya kuonyesha uzito, wa tahwilun na kuonyesha ubaya au adhabu, mateso ya huko kwa hala ambako watu kama hawa walioghafilika hawakuwajibika na ibada katika dunia, ni watu waliokabiliwa na maisha mabaya. Lishaniha tafkhimun wa tahwilun lishaniha, ni kuweka uzito katika maana ya maneno na kuonyesha ubaya wa tabia ya mtu anayekuwa kama hivi duniani, matokeo yake yanakuwa ni mabaya mno. Yani anakusudia Mwenyezi Mungu kusema wama alladhi a'lamaka, na kitu gani kinachoweza kikakupa wewe msemaji au msikiaji wa maneno haya elimu, maarifa, ujuzi wa kuweza kufahamu ma haqiqatu hadhihi nar, ni nini uhakika wa moto huu unaoitwa hutama alazima, ulio mkubwa. Innaha alhutamatu allati tahtumu al'idham wa ta'kulu al-luhum, huu ni moto ambao utateketeza mpaka mifupa na utakula nyama za watu watakaoingia humo. Hata tahjumu ala alqulubi, mpaka mtu ambaye kateketea nyama yake na mifupa yake, moto huu utamhujumu mpaka moyoni kwake. Yani uchungu wa moto utafika maumivu yake mpaka kwenye moyo. Thumma fassaraha biqawli, alafu Allah akatafsiri maana ya suala lake hilo hutama ni nini, akatafsiri mwenyewe kwa kujibu sasa swala. Narullahi almuqada, hutama ni moto mkali mno wa Mwenyezi Mungu uliokolezwa sana. Narullahi ni moto wa Allah, almuqada uliokolezwa. Muqada yani dukhila fiha alwaqud, umeongezwa nishati moto huo ndani yake, kama ilivyo ile hadithi ambayo tumeisoma katika darasa za nyuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema uqida ala nari 1000 sanatin, moto baada ya kuumbwa uliongezwa nishati kwa ajili ya kukolezwa ukali wake kwa muda wa miaka 1000 unachochewa hata ahmarat, mpaka ukawa rangi nyekundu. Thumma uqida alaiha, halafu ukaongezwa nishati tena kwa ajili ya kuchochewa na kuongezwa ukali 1000 sanatin, kwa muda wa miaka 1000 ya pili. Kwa muda wa miaka 2000 unakolezwa tu baada ya kuumbwa. Thumma uqida alaiha, halafu ukaendelea kukolezwa tena kwa kuongezwa nishati 1000 sanatin, kwa muda wa miaka 1000 ya tatu. Kwa muda wa miaka 3000 moto unakolezwa tu baada ya kuumbwa. Hata swadat, ulikolezwa mpaka ukawa mweusi. Miaka 1000 ya kwanza, baada ya kupata miaka 1000 ulikuwa mwekundu. Ukakolezwa miaka 1000 mingine, 1000 ya pili, mpaka ukawa mweupe. Baada ya kutoka hapo ukaendelea kukolezwa mpaka ukabadilika rangi yake na kuwa mweusi. Fahiya saudau muzlimatun, kwa hivyo hivi sasa hivyo ulivyo moto sasa hivi ni mweusi wenye kiza sana. Kwa hivyo huo moto wa hutama ni moto
aliyoumba na kuutayarisha Mwenyezi Mungu, akaukoleza baada ya kushakuumba. Umekolea sawa sawa, uko katika hali ambayo unasubiri tu nao kwa wakati wake upewe kile ambacho umeahidiwa. Hiya narullahi, hutama ni moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, almusairati, uliokolezwa sana, biamrihi ta'ala wa iradatihi, umekolezwa kwa amri yake Mwenyezi Mungu mtukufu muumbaji, na umekolezwa kwa matakwa yake yeye, kama alivyotaka yeye uwe ndivyo ulivyo. Ni moto wa Mungu kaumba, halafu akaukoleza kwa kiwango alichotaka yeye ufikie, ukafikia. Kwa hiyo uko kama yeye alivyoutayarisha, ndio utama. Laisat kasairi nirani, moto huo sio kama hii mioto mingine tunayoifahamu. Kuna duniani pana moto mkubwa, watu wanaofanya kazi katika viwanda vizito vya chuma, basi hupikwa chuma kile kwenye furnace mpaka kikawa tepetepe rojo kabisa, na pamoja na ugumu wa chuma unavyokiona, huchemshwa kwenye joto jingi mpaka kikalainika, kikawa uji. Watu wakamimina ule uji kwenye maumbile wanayoyataka, halafu wakakipoza kikaja kwa mujibu wa umbo kilimomiminwa. Wanatengeneza mabloki ya gari, injini kubwa kubwa za viwanda na mambo mengine. Kwa hiyo moto upo duniani mwingi mkali, lakini wala haufanani na moto huo. Huo wa huko ni mkali zaidi. Hapa tuna umeme, moto aina nyingine usioonekana kwa macho, lakini tunao kama huu 240 volts tunaotumia kuwashia taa, kupikia pasi, kupikia kwenye makuka na mambo mengine. Lakini Allah kaweka mwingine angani tu kwenye mawingu, umeme ule ambao wingu lililotononoka la CB linaweza likawa na umeme mpaka ukafikia volti 2000, 3000 au zaidi ya hapo. Hata ukaweza kufikia volti milioni mpaka milioni 2 na zaidi ya kuongeza zaidi ya hapo anao, kwa sababu ni pawa kama zilivyo pawa nyingine. Lakini bado anasema shekhe kwamba moto wa jahannam ulivyo, au huo wa hutama, na ulio mkali zaidi katika moto wa akhira, laisat kasairi niran, kwa hali yoyote haufanani na mioto mingine tunayoifahamu, tulioizoea, tunaojua kuipima mpaka tukajua kiwango chake. Moto wa akhira haufanani na mioto mingine tulioizoea. Afara'aytumun nara allati turun, Allah anauliza katika suratu Al-Waqi'a, mnauona moto ambao nyinyi wenyewe mnatumia kwa shughuli zenu mbalimbali duniani? Moto mbaya, una hatari, lakini ni mzuri, una maslahi mengi kwa wanadamu duniani, wanautumia na wanauhitaji sana. Kwa hiyo moto kwa vyovyote watu wanaoujua no battery, please charge duniani, basi Allah anauliza swala, afara'aytumun nara allati turun, mnauona huo moto ambao nyinyi wenyewe mnaujua, mnaufahamu, mna utaalamu nao na mnautumia kwenye shughuli zenu mbalimbali kwa maslahi ya dunia? Mmeuona, mnaufahamu. A antum ansha'tum shajarataha am nahnu almunshi'un, nyinyi ndo wajuzi mliovumbua asili ya moto huu, ndo mliouotesha mti wake, au sisi ndio tuliouanzisha huu moto? Mtaalamu gani duniani aliyebuni moto na ukaendelea kuwepo wakawa watu wanautumia? Wamekuta tu tangu dunia imeanza watu wanatumia moto, upo moto. Kwa hiyo si milki ya mtaalamu yoyote, hajavumbua mtu yoyote moto kwamba ulianzishwa na kiwanda fulani au kampuni fulani au mtaalamu fulani mwaka fulani. Huko nyuma kote kulikuwa hakuna moto, hamna kitu kama hicho. Zote ni katika kazi za Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lilmuqwin, sisi tumekuumbieni moto na upo mbele yenu, mnauelewa, mnautumia. Tumeujalia moto kwenu nyinyi ni kikumbusho. Kama tunakutajieni habari za moto, muwe na kitu cha kufananisha, cha kuelewa. Maana vitu vyote vilivyopo duniani ni kama samples, mifano, vielelezo.
vingine vya uhakika na vya kudumu vipo, vitakuja kuthibiti wakati wake ukifika. Kwa hiyo tumeweka moto, mufahamu moto ni nini, tadhkiratan, kama ni kitu cha kuwapa nyinyi taaluma, ufahamu, mpate kuelewa nini kinachoongelewa. Halafu na kazi ya pili ya moto, wa mataan lilmuqwin, upo kwa ajili ya matumizi ya watu, viumbe wanaoishi, wanaohitaji watu kwa matumizi yao mbalimbali. Kwa hiyo wamewekewa moto watumie, na pia watakapozungumziwa habari za moto wapate kufananisha na kuelewa nini kinazungumzwa kuhusiana na moto. Tuko pamoja? Kwa hiyo moto huo unaongelewa, laisat kasairin nirani, hauko kama mioto mingine mnayoifahamu, huo ni moto mwingine maalum. Fa innaha, hakika ya moto huo, la takhdimu abadan, hautazimika maisha yake yote yajayo. Wa fil hadithi, na imekuja katika hadithi niliyoisoma hivi punde, ukida ala nari 1000 sanatin, umewashwa moto na ukakolezwa kwa kuongezwa nishati miaka 1000, sio siku wala miezi, miaka 1000, hata ahmarat, mpaka moto huu ukawa mwekundu rangi yake. Ulipoanza kuumbwa sijui ulikuwa una rangi gani, lakini ukida ala nari, umekolezwa moto 1000 sanatin, kwa muda wa miaka 1000, hata ahmarat, mpaka rangi yake ukawa mwekundu. Thumma ukida alaiha, halafu ukaendelea kukolezwa, kuongezwa nishati 1000 sanatin, kwa miaka 1000 mingine, miaka 1000 ya pili, hata biyadat, mpaka ukawa mweupe rangi yake. Thumma ukida alaiha, halafu ukaendelea kukolezwa, kuongezwa nishati 1000 sanatin, kwa muda wa miaka 1000 mingine ya tatu, hata suwadat, mpaka ukawa mweusi. Fahiya saudaum muzlimatun, kwa hivyo moto ni mweusi na wenye kiza kingi. Allati, huu ni moto ambao, tataliu ala al-afida, unapanda uchungu wake mpaka kwenye nyoyo. Allati, huu ni moto ambao wataingizwa watu ndani yake. Tataliu, unapanda uchungu wake, unatokea uchungu wake, ala al-afida, mpaka kwenye nyoyo. Mtu moyoni kwake atahisi machungu kutokana na adhabu ya moto huo. Ai, maana ya maneno ni kwamba allati yablughu alamuha, huu ni moto ambao utafikia uchungu wake, maumivu yake, wa wajauha, na madhara yake, ukali wake, ila alqulubi, utafika uchungu huo mpaka kwenye nyoyo za watu watakaoingizwa humo. Mwenyezi Mungu atustiri tusiwe sisi katika hawa. Fataharikuha, kwa hivyo moto utaunguza mpaka huo moyo wenyewe. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi amesema, wa khussa al-afidata, pamehusishwa nyoyo, zimetajwa nyoyo hapa. Na wakati mtu ana mwili mkubwa wenye viungo vingi, lakini umetajwa moyo au mioyo, lianna al-alama idha sara ila al-wafa ila al-fuadi. Hii ni kwa sababu machungu au maumivu yanaposiri mpaka kwenye moyo wa huyu mwenye machungu, mata sahibuhu, mtu mwenye machungu haya hana uwezekano wa kuishi tena. Yani mtu anaumwa, maradhi mingi anaumwa, mpaka anakaa ICU, intensive care unit, lakini anaweza kupata treatment na hali yake ikarudi. Lakini kama maradhi hayo mtu yatampata mpaka na moyo uathirike kwa maumivu, hawezi mtu huyu kupona tena. Mahala hapo ni mahala palipo sensitive, hapapendi kuchezewa. Ni tabia ya mtu, machungu yoyote yakipanda mpaka moyoni kwake, basi anakuwa ni mtu mwenye kuondoka. Kwa hiyo ukatajwa na moyo hapa kwamba machungu yatakayompata mtu yatafika mpaka kwenye moyo wake, alama ya kwamba haya machungu makubwa yanayotishia uhai. Lakini kwa sababu akhira kumehukumiwa hakuna kufa, huyu ni mtu atakayeteseka tu mpaka kiwango hicho cha kuteseka, kama ilivyozungumzwa kwenye sura ya 14, suratu Ibrahim, wa yaatihi almautu min kulli makanin wama huwa bimayit yatajarrauhu
atagubia yale maji ya moto yaliyozungumzwa huko nyuma. Wala yakadu yusighuhu, na maji haya kwa kawaida, katika hali ya kawaida hawezi kabisa mtu kujijasiri hata kuyasogeza usoni pake. Lakini kama tulivyosoma kwenye darasa zilizopita kwamba mtu atasalitishiwa njaa kubwa, basi kwa njaa alionayo haangalii ubaya wa zakumi wala uchungu wake wala miba iliyomo. Atasema labda nikimeza hili machungu haya ya njaa yatapungua. Njaa imekuwa kubwa kuliko machungu ya kumeza zakumi. Kwa hiyo njaa atakayokuwa nayo itamlazimisha, ile njaa yenyewe itamlazimisha lazima ale zakumi, na zakumi ni chakula kibaya, kina miba, kichungu na kimoto. Kimoto, kichungu na kina miba, yani umuki kipita kooni kinapita kwa tabu, kinakwama, yani ude kama doriani, halipasuki kama utagawa kipande kipande au ukate kidogo kidogo kwa kisu. Kwa namna ya maisha ya motoni, mtu atalazimika alimeze hivyo zima, na njaa alionayo atameza hivyo. Halafu akishameza hayo madude kwa tabu na muda mrefu wa kusumbuka kuyameza, anajaza tumbo, atasalitishiwa kiu mpaka imlazimishe kunywa maji yaliyochemka mno. Hana njia nyingine, lazima ayanywe maji hayo. Ataona uchungu, ukali, umoto wa yale maji nafuu kuliko kiu alionayo. Kwa hiyo atakunywa maji ya moto. Katika hali ya kawaida, kwa jinsi mtu anavyojipenda, hawezi kujitesa kiasi hicho. Ndiyo maana yatajarau wala yakadu yusighuhu, atajimezea tu mwenyewe kwa lazima madude hayo. Lakini katika hali ya kawaida mtu hawezi kujijasiri kula na kunywa vitu kama hivyo. Akishameza vitu hivyo, wayatihi almautu min kulli makanin wama huwa bimayitin, zitamjia mtu motoni kila alama za kifo, kwamba huyu mtu sijui kama atapita dakika 5 zijazo hajafa, lakini hakuna kufa. Yani anaweza akateseka mpaka akawa hali mbaya, halafu akaanza tena kuwa renewed, aanze upya kuteseka tena mpaka awe hali mbaya. Moto ukiunguza nyama zake, ngozi zake, Allah anasema anazifanyia tajdidi au renewal, zinarudi tena. Hili linakuwa ni tendo la kurudiwa, ndo maisha yenyewe ya kudumu ya huko. Kwa hiyo motoni anapata mtu machungu mpaka yanauathiri moyo, ndo zinapomjia alama za kuonekana huenda labda akafa, lakini ni katika adhabu alizopangiwa tu. Hafi na ataendelea kurudia katika adhabu kama hizi, ndo maisha yake yote ya mwisho aliyopangiwa yatakuwa hivyo. Alihadaika na starehe kidogo za duniani, akapoteza wakati wake, hakuyafanya yale ambayo yangelimsevu akaenda akaishi vizuri akhera. Kwa hiyo starehe na raha zake zote kamalizia hapa, akanunua mwenyewe kwa hiari yake adhabu isiyokuwa na mwisho. Kwa hiyo hii itakuwa ndiyo matokeo ya matumizi mabaya ya wakati wake wa mtihani. Mtu mwenye moyo huu lazima afe tu kwa duniani, lakini kwa sababu akhera hakuna kufa, haya yanakuwa ni katika jumla ya mambo aliyokadiriwa mwanadamu kumpata. Fa innahum fi hali man yamutu, kwa hivyo watu kama hao watakaokuwa katika hutama wanaweza wakakutikana saa nyingine wako kwenye hali ya mtu anayetegemewa kufa, mtu anayetazamiwa kukata roho. Wahum la yamutuna, lakini hawatakufa. Kama qala taala, kama alivyosema Allah Mwenyezi Mungu mtukufu katika aya nyingine, la yamutu fiha wala yahya, atakayeingia motoni hafi, uzia wa mwaka ukamalizika, wala hawi hai kwa uhai wenye maana ya kusifiwa kuwa huyu mtu yuko hai. Yeye atakuwa ni mtu aliyeko kwenye adhabu tu za namna mbalimbali, anabadilishiwa sampuli hii na nyingine, kwamba asizoee kupata adhabu ya namna moja saa zote. Lakini kila inayokuja inakuwa ni kubwa zaidi na mbaya zaidi kuliko iliyotangulia. Fadhuku, onjeni, wataambiwa. Mwenyezi Mungu atunusuru sisi tusiwe katika watakaoambiwa hivi. Fadhuku, onjeni, yani hisini. Falan nazidakum, humu hatutokuzidishieni nyinyi ila adhaba, isipokuwa chenye kuzidi humu ni adhabu tu. Maana hata adhabu inaweza ikawa inazoeleka wakati mwingine. Mtoto anaelelewa kwa fimbo, basi hupigwa fimbo tangu siku za kwanza, anaziogopa, anakimbia, analia,
mpaka huwasubu yale makosa akayafanya kwa makusudi na anajua atapigwa, lakini anasema fimbo hazinishughulishi tena. Lakini ili mtu asizoee hali moja, Allah kule akhira kajalia kabadilisha adhabu namna mbalimbali, anabadilisha, na kila inayokuja inakuwa ni mbaya zaidi, yani inamsumbua huyo mtu, aseme ile iliondoka ilikuwa bora zaidi kuliko hii. Na kwa sababu Allah ni mwingi fundi wa design, hashindwi na design mbalimbali za adhabu ukasema labda kwa sababu siku ni nyingi tena itakuwa zitamuishia, atafanya marudio ya zile kwa zile. La, kila siku ataadhibiwa mtu adhabu mbaya zaidi kuliko aliyoipata jana yake. Kama ambavyo watu wa peponi kila siku anakula, anakunywa na kustarehe, lakini anazidi kuwa kijana kwa sababu hakuna kuzeeka tena kule. Kama ingelikuwa kuna kuzeeka, si watu wote wa peponi kipindi kingine wangelikuwa wabaya? Lakini siku zote kila wanavyostarehe wanazidi uzuri wao watu wa peponi, na zinaongezeka hadhi za neema zao walizopewa, tofauti na maisha ya dunia kwamba anazaliwa kijana mdogo, anakuwa anafikia kuwa mtu mzima makamo, mwenye sura ya kuvutia, ngozi yake nyororo nzuri, sura yake inapendeza, lakini kadiri siku zinavyokuwa zikampitia ndo hubadilika umbile lake, ngozi ikafinyaa, akawa tena ana mapengo, meno yanatoka, nywele zikaota mvi, alafu tena na kimo pia kinapungua, anaanza kupinda. Kila akiwa mkongwe huharibika, lakini peponi kila akiendelea kupiga siku ndo anazidi kuwa mzuri. Hali kadhalika na motoni ndio hivyo hivyo, kadiri siku zinavyokwenda ndo adhabu zao zinavyobadilishwa na kuwa mbaya zaidi. Inna alaihim musadatun, hakika watu watakaoingia huko ndani ya moto huo, innaha, hakika ya moto huo, alaihim, juu ya hao watakaoingia, musadatun, kutakuwa kuna kidhibiti. Wao wamo ndani na wamefungiliwa, wamekomelewa juu yake. Yani fa innahum fi hali man yamutu wa hum la yamutun, wamo katika adhabu mbalimbali na wanafikwa na vipindi vya kuonekana kama ni watu ambao huenda wakati wote wakafa, lakini kule hakuna kufa, kama tulivyosoma kwenye aya nyingine, la yamutu fiha wala yahya, hawafi humo motoni wala hawapati uhai wenye maana. Fahum idhan, kwa hivyo watu watakaokuwa wanaishi motoni, kwa maana hiyo ahyaun fi maana al-amwat, watakuwa wahai katika maana ya wafu, maana si maiti wala si mtu aliye hai. Mazingira yake, maisha yake yanakuwa mabaya, duni mno, maisha ya adhabu. Innaha, hakika ya huo moto, alaihim musadatun, wao watakuwa wamefungiwa juu yake. Yani inna jahannama mutbaqatun mughlaqatun alaihim, moto wa jahannam umefanyiwa sehemu zilizofungiwa kwa ajili ya waliomo humo ndani. Yani moto ni sehemu pana sana, ina maeneo mengi, kama tulivyoambiwa milango tu ya kupitia humo ni 7. Inaonyesha kuna makosa makubwa ya namna 7 ambayo watu wakigaiwa hizo grade 7, kila mlango unapita watu wenye hadhi maalum. Halafu na huko kutakuwa kuna subdivisions chungu nzima, mnagawiwa migawanyo kutokana na ukubwa wa makosa ya watendaji makosa. Na kuna sehemu nyingine watu watakuwa wanastahili kuwekwa kwenye sehemu maalum, viji vyumba hivi, au tuvite kama maghala, au sijui tuseme vinaitwaje kitaalamu, maana kuna vyumba vya baridi vya kuhifadhia kama samaki na vinginevyo vikubwa vikubwa vinajengwa, na kuna vingine vya moto vinaohitajiwa kuhifadhia vitu vya moto. Kwa hivyo motoni kuna sehemu nyingi kama hizo kwa watu maalum, kutokana na makosa yao wanabidi wawekwe kwenye compartments maalum ambazo mna adhabu iliyokadiriwa kwa ajili yao tu, na wanaingizwa humo mwahala ambamo muna adhabu maalum. Ikesha hamwachwi wazi, munakomelewa, wanafungiwa milango yao. Sasa humo ndani humo ndo hamna kinachoongezeka isipokuwa adhabu ndo inaongezeka. Yani kama mtu kahifadhi chai yake kwenye chupa, basi anategemea kwamba ile joto lake ndo kalihifadhi mle lisitoke, iendelee kuwa moto mpaka atakapokuja hitaji kutumia. Lakini hata kwa mfano huo haufai, kwa sababu chai unaitia moto, halafu ikipitiwa na masaa mengi
angalau kwa digrii fulani itakuwa inashuka, inapungua ile temperature kidogo kidogo. Au kilichowekwa kwenye kwenye chombo cha baridi, jagi la kuhifadhia juisi, inatiwa ibaridi sana, lakini ukiweka siku 2 basi huwezi tena kutegemea kuja kuikuta na ubaridi wake kama ulivyoitia mara ya kwanza. Lakini huko motoni ni tofauti kabisa. Anawekwa mtu kwenye chumba chake hicho, halafu humo pengine ndo mna nguzo, kapigwa na nguzo, kafungwa na mnyororo, kakomelewa. Yani humo hategemewi tena yeye kupungukiwa na chochote, ila ni kuongezeka. Hisabu za kutoa kule hakuna, ni kuzidisha tu. Kwa hiyo wanaingizwa katika sehemu humo motoni, wamo motoni na wanaingizwa katika sehemu mutbaqatun, zilizowekwa tabaka maalum za viwango maalum, mughlaqatun, zimekomelewa, haziko wazi. Temperature ya humo haitofanana na sehemu nyingine. Mughlaqatun alaihim, imekomelewa hiyo sehemu na mwenyewe muhusika yumo ndani humo, kakomelewa. La yadkhulu ilaihim rihun, hamuingii upepo humo, kwamba temperature ya humo itapungua kwa sababu mnavuma upepo. Wala raihanun, wala hamuingii harufu nzuri akapata angalau ile nafuu ya kupumua, tavuta harufu nzuri yenye kupendeza. Fi amadi mumaddada, pamoja na kuwa wamo kwenye vyumba maalum vilivyokomelewa, bado humo ndani ya vyumba watakuwa wamefungwa kwenye nguzo zilizorefuka. Yani wahum, hali ya kuwa watu hao humo walimo, muwathaquna fi salasili, wamefungwa kwenye minyororo, wa aghlalin, na makongwa. Kapigwa kanyooshwa mtu na nguzo, halafu mle kwenye nguzo kapigwa kazongwa na mnyororo. Tashuddu biha aidihim au tushaddu biha aidihim wa arjulihim, minyororo hii itatumiwa na hayo makongwa kuunganisha baina ya mikono yao na miguu yao. Yani mnyororo umekamata pingu iliyofunga mguu huu na mguu huu, na mnyororo umekamata pingu iliyofunga mkono huu na mkono huu, na kuna mnyororo uliounganisha huo mnyororo wa pingu iliyoshika mkono na mguu, na halafu wana dani la shingoni, na mnyororo mwingine umeunganishwa kutokana hilo dani lake la shingoni na minyororo ambayo imeunganisha mikono na miguu. Halafu na mwenyewe akiwa katika hali hiyo anakuwa kazongwa kwenye nguzo. Hii yote ni katika jumla ya kuonyesha ukali wa adhabu, kwa sababu hata katika mazingira yetu ya sasa ya duniani, kwa mifano tunayoielewa, wenye kuadhibiwa kwa fimbo 2, aliyepigwa fimbo 10 akiwa huru anapata angalau kunyosha mkono, akajikuna huku akajikuna na huku, mara nyingine akaizuia fimbo kwa mkono isipige mahala ilipopiga kwa mara ya kwanza. Huyu kidogo ana nafuu kwa sababu ya ule uhuru wake wa kugeuka au kupeleka mikono na miguu na kama hii. Lakini mtu ambaye kapigwa akiwa kafungwa, huyu anaumia zaidi. Tafahamiana kafungwa na nguzo au kafungwa na benchi chini hapo, halafu hapati hata kugeuka wala kupeleka mkono. Hata kama anakuwa ana nia ya kupeleka ule mkono, umefungwa tena kwa kitu madhubuti kama mnyororo, huyu anaadhibika zaidi, anakuwa kadhalilika zaidi, tofauti na aliyepigwa hali ya kuwa yuko huru, ana uhuru wa kugeuka au kupeleka mkono. Kwa hiyo humu motoni ni mahala maadhabu, lakini pamoja na kwamba moto wenyewe ni adhabu, ndani yake mna na adhabu nyingine kumbe ndogo ndogo nyingi mno, za mtu kupata chakula kibaya cha moto na kichungu. Halafu kama hivyo kina miba, kinywaji kibaya kimoto na kichungu. Mara nyingine unaambiwa wanakunywa usaha, wanakunywa maji yaliyochemka sana. Kama kwa mfano kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallama alisema siku moja kuambia masahaba, man shariba khamran, mtu mwenye kunywa pombe, na ilhali anajua kwamba Mwenyezi Mungu kashakataza pombe, akaendelea kunywa pombe, ikawa huu ndo utamaduni wake mpaka kaondoka duniani yeye mlevi, kana haqqan ala Allahi an yusqiyahu tinatul khabali yawm alqiyama, inakuwa Mwenyezi Mungu ni haki yake kwa mtu huyu kwenda kumnyusha tinatul khabali siku ya kiyama. Ila pakasemwa, yani masahaba Kiarabu ni lugha yao na Mtume ni Mwarabu mwenzao,
lakini pia kuna maneno yalikuwa yanasemwa na Mtume na wao wanayatafutia ta'wili yake, hawayaelewi. Sasa wakauliza masahaba, wama tinatul khabali ya Rasulullah, hii tinatul khabali ndo kinywaji gani ewe mjumbe wa Allah? Qala, Mtume akawajibu, hiya sadidu tasilu min ajsadi ahli nar. Tinatul khabali ni usaha ule unaochuruzika kwenye viwiliwili vya watu wa motoni. Yani mtu kapigwa moto mpaka ngozi imewiva, halafu tena akafanya malengelenge mpaka yakatunza usaha, pakipasuka ukivuja unagidwa kwenye chombo. Akihitaji kinywaji anakunywa mwenyewe, au kama kagidiwa mtu mwingine, huyu anayetaka atakuja kunywa yeye. Yani ni mahala pa adhabu tu, hakuna hata raha yoyote. Hawana vyakula vizuri, hawana vinywaji vizuri, hawapumui hewa safi. Wao wamekadiriwa kuwa ni watu wa adhabu. Kwa hivyo wanakuwa wamekomelewa kwenye vyumba maalum vina moto, na humo wamefungwa kwenye nguzo kwa minyororo. Ni katika kuonyesha kuwa ni watu ambao watakuwa wana maisha magumu. Kwa hiyo kwa mtu mwenyewe mwenye imani anayekubali kuwa haya maneno ni ya ukweli, kweli kasema Mwenyezi Mungu, basi kama anayamudu haya mambo na aendelee kukusanya mali, ajifakharishie mali yake, asitoe zaka, asitoe sadaka, avunje heshima za watu, awadhalilishe watu, awasengenye, awafitini, mradi tu ajifurahishe katika dunia yake. Lakini matokeo yatakayokuja baadaye, haya yatakuwa ndo makazi yake ambayo hayana muda maalum. Haambiwi anaishi humu kwa miaka mingapi halafu watoke, yanakuwa ni maisha yake ya kudumu haya. Innaha alayhim musadatun, hakika ya huo moto watakaoingia humo watakuwa wamekomelewa juu yake kwenye sehemu na vyumba maalum. Fi amadin mumaddadatin, kwenye nguzo zilizonyoka, nguzo zilizorefushwa. Ai wahum muwathaquna fi salasili wa aghlali, watakuwa wamefungwa katika makongwa, katika minyororo na makongwa. Tashuddu biha aidihim wa arjulihim, itafungwa mikono yao na miguu yao kwa pingu hizo na minyororo hiyo. Baada itibaqi abwabi jahannam alaihim, baada ya kufungwa au kukomelewa milango ya jahannam juu yao. Faqad yaisu min alkhuruji, hii yote ni kwa sababu ya kuwakatisha tamaa na kutoka humo motoni. Maana watu unaweza ukasikia katika ripoti za dunia kuna wafungwa 12 wametoroka jela na jitihada za kuwatafuta zimeshindikana. Jinsi jela zinavyolindwa, alafu kuna watu werevu majasiri hujaribu kutoroka pia. Sasa hii yote ni kuonyesha kwenye jahannam watu hawatakuwa na uwezo wa kutoroka. Wanakatishwa tamaa kabisa kwamba kutoroka humu ni kazi ngumu mno, haiwezekani. Biitbaqi alabwab alaihim, kwa kule kufungiwa milango wakajisikia kwamba humu tumeshafungiwa, ni kuwakatisha tamaa kwamba humu ni mahala tulimokadiriwa kukaa milele kama tulivyoambiwa duniani, na uwezekano wa kutoroka mdogo au haupo kabisa, ni kuwakatisha tamaa. Watumdadu alumudi idhanan bilkhuludi ila ghairi nihayatin, na kule kufungwa kwenye nguzo kama ni taarifa, wanajulishwa kwamba humu mlimokaa ni mahala ambamo mnapaswa kukaa milele, hamukuwekwa kwa muda maalum. Kama mtu aliyewekwa mahabusu, baada ya siku 3 utakwenda mahakamani. Huyu ni mtu ambaye kakatishwa tamaa moja kwa moja, na anaonyeshwa kile alichokuwa akakipinga duniani. Hakuna moto, hakuna chochote, basi ndo anaambiwa ule moto wa milele ndio huu, na hii ndio nafasi yako, utakaa humu bila ya kutegemewa kutoka siku moja. Anakaa humo mtu milele, na haya ndiyo yatakayokuwa maisha yake. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumaza, adhabu kali imeandaliwa kwa kila mtu mwenye kusengenya watu na akawa anawasema kwa ishara ya viungo vyake, kama kutumia ulimi, kitefute, macho, kope na vinginevyo. Alladhi, msengenyaji au mvunjaji wa heshima za watu wengine, ambaye jamaa malan wa addadahu, kazi yake duniani
ni kufanya harakati za kujikusanyia mali kwa njia zote, halafu haitumii mali ile vizuri, ila hujifakharisha kwa kujua tu idadi yake, na yeye awemo katika watu waliopanda chati ya kuwa matajiri mamilionea, au anatamana yeye kufikia huko. Kwa hiyo hatoi, kinachoingia ndo kimeingia, yeye mradi anapenda tu kuona chati yake inapanda ya kumiliki mali. Yahsabu, huwa anadhania katika akili yake ati anna malahu, kwamba ile mali yake anayojikusanyia, akhladahu, itamuweka milele duniani, atakuwa ni katika watu wenye maisha marefu wanavyodhani mwenyewe. Kalla, wallahi sivyo, hivi sivyo. Hii siyo fikra njema, wala haya siyo maamuzi ya mtu mwenye akili iliyo salama. La yumbadhanna fil hutama, wallahi pamoja na utajiri alionao, mali aliyojikusanyia, atarembewa katika moto wa hutama, asahauliwe huko. Wama adraka mal hutama, na kitu gani kitachokujulisha hutama ni nini? Utaijuaje? Narullahi almuqada, huu ni moto wa Allah uliowashwa ukakolezwa vizuri, kwa hiyo ni moto mkali sana. Allati, ni moto ambao tataliu ala alafida, uchungu wake unapanda mpaka nyoyoni. Innaha alaihim musadatun, hakika ya moto huu watakaoingia humo watakuwa wamekomelewa, wamefungiwa. Na wenyewe pamoja na kuwa wamefungiwa, watakuwa wamefungwa, na wao wamefungwa fi amadin mumaddada, au kiraa chengine husomwa fi umudin mumaddada, kwenye viguzo virefu vilivyonyoka. Kwa hiyo mtu anapigwa na nguzo yake, alafu akazongwa na mnyororo, hali ya kuwa na miguu na mikono imefungwa na mlango ukakomelewa, akabaki katika adhabu yake hiyo ya milele. Aadhana Allahu min an nakuna min haulai. Wa ila huna, na mpaka hapa, tamma biauni llahi taala, ndo imetimia kwa msaada wake Allah mtukufu, tafsiru surati al-Humaza, tafsiri ya suratul Humaza. Kwa leo inshallah tutaishia hapa, na tutakuja kuanza sura ya 103 suratul Asri darasa ijayo biidhnillahi taala.